tulikuwa jopo la mawakili watatu na tumewasilisha hoja zetu kuhusiana na swala hili la Mdude na kuhusiana na mazingira ya kuchukuliwa kwake kinyume cha sheria, kutekwa na kushambuliwa kwa kuumizwa nyumbani kwake. Tumetoa hoja na upande wa jamhuri wamejibu. Kwa hiyo sasa tunasubiri uamuzi ambao uamuzi unakuja tarehe 9, kwa sababu wajibu maombi 5 walijibu, mmoja hakujibu. Kwa hiyo tumefanya wajibu wetu, sasa tumeliacha kwa mahakama ili tuone mwisho haki na au nini kitajiri baada ya hapo. Hizi ni hatua tu, niseme tu kwamba tulisema tuna hatua nyingi kuhusu swala la Mdude. Mdude ni rafiki yetu, alafu Mdude anatoka Mbeya na Mbeya tunaga kazi ndogo. Tutakuja mahakamani, tutakwenda kwa Mungu, kushtaki kwa Mungu, lakini wakati mwingine tutatumia haki zingine za kikatiba ambazo tunaruhusiwa, zikiwemo haki za kuandamana na kutaka uwajibikaji ili wahusika wachukuliwe hatua. Iwezekani watu wao wanakula kodi, wanapokea mishahara, afu vitendo vya namna hii vinaendelea. Kwa hiyo hizi hapa ni rasharasha, tuko mahakamani, tusubiri tutaanza kudondosha za masika. Naitwa Duali Mzito, ni katibu mkuu wa Baraza la Vijana wa Chadema ngazi ya taifa. Tuko hapa mahakamani leo na tunashukuru Mungu, tulikuja kuitafuta haki ya ndugu yetu, kijana mwenzetu, kwa njia ya kisheria, ambapo tumeshuhudia mawakili wetu wakitusaidia kufanya kazi ya kitume kweli, tukiwa katika wimbi kubwa ambalo dunia inasafa kuitafuta damu ya kuwasaidia watu wenye shida hospitalini na hospitali kadhaa ya nchini na duniani kote. Lakini kwenye nchi yetu tumekuwa na shida sana, damu inapotea na watu wanachukulia ni jambo la kawaida. Kwa takwimu zinavyoonyesha kwamba ukiangalia hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali ya kitengo ambayo iko Mloganzila, uwezo wa kugawia watu damu kwa siku ni watu 30 mpaka 50. Lakini cha maajabu makubwa ambayo yanatokea ni kwamba watu wenye damu, kuna watu wanazitoa zile zilizoko ndani yao na zinaondoka. Kwa hiyo jambo hili tuendelee kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama kujua kwamba vina wajibu wa kujua kwamba watu wanaishi na wanakuwa salama wanapokuwa popote na wanapokuwa wanafanya shughuli zao. Mwisho, kwa muhimu kabisa, tunashukuru sana mawakili wetu, wakili msomi Mheshimiwa Boniface Kajujumule Mabukusi na ndugu yetu Hekima Mwasipu kwa kazi yao kubwa walioifanya hapa leo ya uwakilishi wao. Hakika mchuano ulikuwa mkubwa, hata sisi ambao uelewa wetu kwenye sheria ni mdogo, tulijaribu kuona namna walipokuwa wanaweza kuchuana na kufanya submission zao mahakamani. Mwisho, tutaendelea kupambana kutafuta haki ya kijana mwenzetu kwa njia yoyote ile ambayo ni halali na ambayo itasaidia sisi kumpata kijana mwenzetu. Tunaendelea kuitafuta na kuipambania haki ya ndugu yetu Mdude. Haijalishi itapita muda kiasi gani, lakini tunataka tuwaoneshe kwamba ustaarabu wa watu wa Mbeya na namna ambavyo wanapendana hailingani na mahali pengine popote pale. Hatutakubali kukaa nyumbani na kuridhika kuona mmoja wetu amepotea, kwa sababu wote tuko hatarini. Kwa hiyo tutahakikisha tunaendelea kupambana, kuhakikisha tunashirikiana na mawakili kwa kila hatua na kwa kila namna, ili isiwe kwa mara nyingine tena mmoja wetu akachukuliwa. Lazima wajue kwamba wanachadema wa Mbeya na wakazi wa Mbeya hawako tayari kumuona mmoja wao anapotea. Kwa wakati tunaendelea kumuomba Mungu ili aendelee kutenda miujiza, tutaendelea kuipambania haki ya Mdude kwa kuja mahakamani ili wale ambao wamemchukua Mdude wawajibishwe na utaratibu wa kisheria, ili isiwe mazoea. Kwa sisi kama Mbeya, kama ambavyo tulikuwa mstari wa mbele, haijaitokea mahali kokote mtu alikuwa anatafutwa kila mahali, tutaendelea sasa kumtafuta kwa njia hii ya mahakama.